Dini.com. Simleble. Mama! Picha linaanza. Oh yes. Picha linaanza na hii ni sehemu ya 3 tukiwa tunaitazama historia ya jamii za siri, secret society, ambazo mara nyingi zinahusishwa na imani mbalimbali, lakini ukiweza kuelewa historia ya kitu inakupa nafasi ya kukielewa kwa uhalisia wake kuliko ile perception ambayo watu wengi tunatumia kuielewa dunia. Ili kuwaelewa hawa jamaa inabidi kujua issue ya imani yenyewe ilitoka wapi na wao wanaamini nini. Kwa hiyo leo tupo kwenye ni kwa nini tulimove kutoka kwenye era ya Mungu Mama na sasa hivi binadamu akawa anamtambua Mungu kama ni Mungu wa majeshi. Tuliingiaje hapa? Tunaendelea pale pale na yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Nini kilitokea? Well, jibu fupi ni vita. Yes, kwa sababu kwenye ulimwengu wa Mungu Mama kazi kuu ilikuwa kula na kuzaa. So idadi ya watu ikaongezeka na rasilimali zikaanza kuwa adimu eneo husika. Ukumbuke kwenye ulimwengu huu mwanamke ni kitu cha thamani kwa sababu ni chanzo pekee cha familia na connection na Mungu. Amini usiamini, vita ya kwanza ya binadamu versus binadamu ilikuwa kwa ajili ya mwanamke. Vijana barubaru wa kiume waliokulia era hii ilikuwa tabu kupata mwanamke kwa sababu mwanamke ndo anachagua. Kifupi, mwanaume ukihitajika utaitwa na ukiitwa ujue haupo mwenyewe. Walilazimika kwenda kuiba wanawake kwenye jamii nyingine. So ikazaa visasi na vita. Then kuna issue ya kuibiana vyakula kutokana na fact kwamba wanaishi eneo moja wengi kwa sababu ya kilimo. So vita zikaanza rasmi baina ya binadamu. Ni wakati huu ambao ulimwengu wa Mungu Mama ulianza kupotea kwa sababu vita isababisha kuzaliwa idea ya defense, yani jeshi kwenye jamii nyingi. Hapa inabidi uelewe haya mabadiliko yalikuwa yanatokea kwa jamii mbalimbali duniani, lakini sio kwa jamii zote. Ukisoma historia jinsi wauni wa Ulaya walifika Afrika na Amerika Kusini kwa mara ya kwanza, ripoti za wapelelezi wa kwanza zinaonyesha walirudisha majibu kwamba wameshangaa kukuta jamii za watu ambao wamezungukwa na vitu kibao vya thamani na wanafanya biashara, lakini hawana walinzi wala idea yoyote ya uhalifu. Means jamii za Afrika na South America zilikuwa zinaishi hizi zama za Mungu Mama kiimani. So watoto wa mwenzio ni wako na changu ni chako. Kuna ambao hudhani wazee wetu walikuwa hawatambui thamani ya madini na thamani nyinginezo. Lakini uhalisia ni kwamba walitambua na walifanya biashara baina yao. Lakini haikuhusisha pesa. Na lengo lilikuwa kupeana huduma baina ya jamii na sio kujilimbikizia faida. Dunia yao haikuwa na sense ya individuality. Mbeleni nitakuelezea hii sense ilianzia wapi. Kwenye live na G na Joseph Mlindoko wa Wachokonozi alikuwa anaongelea possibility ya dunia ya sasa kuishi kama zamani. Yani turudi enzi hizi ambazo hakuna pesa wala mali ya mtu. Tukikuacha uishi kwenye ukuu wako vita zitaisha. Maana tu ukikuacha uishi kwenye ukuu wako utagundua kwamba money is not real. It's a game. Sasa watu kwa nini wanapigana vita? Kwa sababu wamekuwa designed kwamba money is real, which is not true. Pesa sio real. Ndio maana Marekani na print hela anytime wanataka. Sisi hatuwezi kuprint hela. Kwa watu wana struggle kwa kitu ambacho ni illusion. Sasa ukiwafanya watu wawe huru, waweze kuishi kwa utimamu wao bila kutawalika, hawatalilia hela. Maana watakuwa na uelewa kwamba money is not real. Hawatahofia kufa, maana watajua maisha ni uyoga. Na dunia iko salama. Na hakuna mtu atakuwa na muda kunyang'anya kitu cha mtu mwingine. Kwa sababu watu wataishi kwenye fruition. Na wataona kila kitu kinatosha kwa ajili ya watu wote. Kwa mambo yote mabaya yanatokea kwa sababu watu wametengeneza scarcity. Na hiyo ndio law ya uchumi, philosophy ya uchumi. Tengeneza wengi wawe na vichache na wachache wawe na vingi. Sasa ukiitoa hiyo dunia iko huru, hamna vita my brother, I'm telling you. Hakuna vita. So ujio wa vita ulifanya kuzaliwa jeshi na zawadi kuu ya kuhamasisha vijana kupigana kwa hari ni kupewa mwanamke. Hapa mwanamke akashuka chati na mwanaume akapanda kwa sababu ulinzi ndo ilikuwa kitu muhimu na obvious shughuli za jeshi waliziweza wanaume kuliko wanawake. So ikazaliwa idea ya Mungu wa vita wa kuwasaidia kwenye mapambano na kumshusha Mungu Mama ambaye alihusika na uzazi wa watoto na kilimo cha chakula. Kwa hiyo from hapa ikitokea vita na jamii yako ikashindwa,
means mnakubaliana Mungu wenu ni mdogo kuliko Mungu wa jamii iliyoshinda. So ikazaliwa miungu chatisho inaitwa pantheon. Ukisikia pantheon ni neno linalotumika kuelezea listi ya miungu wanaoabudiwa katika dini au utamaduni fulani, kuanzia top diamond platinum wao hadi dogolema wao. Kila jamii ya kale ilikuwa na miungu yake. Kwa mfano, Wagiriki wa zamani pantheon yao walikuwa ni Zeus, mungu wa anga ambaye ndio bigi wao. Then Poseidon, mungu wa bahari, na Hades, mungu wa wafu. Tukija kwa kina Roma Mkatoliki, yani Warumi, walikuwa na pantheon yao ilikuwa ni miungu kama Jupiter, Mars na Venus, ambayo shuleni walituambia ni majina ya sayari. Enzi hizo tunaambiwa kuna sayari 9 tu. Baadhi ya miungu ya kina Roma Mkatoliki walifanana na ya Wagiriki, lakini walikuwa na majina tofauti. Hata baadhi ya dini au tamaduni za Kiafrika zina pantheon kama Shango, Ogun na Oshun wa Nigeria. Hawa ni miungu ambao walipata umaarufu kutokana na jamii zilizokuwa zinawaamini kushinda vita nyingi. Kwa hiyo vita ndio ilishape maisha ya jamii moja na nyingine kujikuta wanaofuatilia miungu chatisho moja. Kwa hiyo zile familia ziligeuka koo, na mungu wa ukoo wenye jeshi kubwa ndo ulikuja kugeuka ngome, yani kingdoms, ambazo watu wote mnaishi huko na mnalindwa na jeshi kuu la kingdom, na mnaabudu au kusikiliza miungu chatisho inasemaje. Kingdoms zinaanza kupigana zenyewe na zikazaa himaya, yani empires. Kwenye episode zetu za nyuma tulikuambia tofauti ya kingdoms na empire. Kwenye empire kuna mataifa aka kingdoms mbalimbali ambayo nimekuambia kila moja wana miungu wao. Mfano, British Empire walivunja kingdoms za kina Babu Mkwawa, Mangi na wengineo ili kupata empire moja. Sasa ili kujenga himaya moja, kupata taifa, yani watu wanaofanya vitu kadhaa ili waishi pamoja, kuna vitu muhimu ambavyo lazima kushare. Mfano, lugha moja ya taifa, dini moja ya taifa na kadhalika. So ikawa mungu wa mfalme na familia yake wa wakati huo ndiye anakuwa mungu wa empire husika. Na ndicho kilitokea kwa Uncle Constantine ambaye alikuwa emperor wa Roma Empire na kubadili dini kuwa Mkristo. Then Ukristo ambao mwanzo ulipigwa marufuku ukapata nguvu kama dini ya taifa, na hivi ikawa imezaliwa monotheism, yani idea ya Mungu mmoja. Picha linaanza. Bwana huu wondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kwa maneno mengine, kihistoria Ukristo ndio dini ya kwanza ya monotheism kamili na sio Uyahudi kama inavyoelezewa. Utajiuliza kivipi na kwa nini? Kwa mujibu wa tafiti za kihistoria na wasomi kuhusu Biblia na historia ya Israeli ya kale, dini ya Wayahudi ilipitia mabadiliko kutoka polytheism, kuabudu miungu mingi, hadi monotheism, yani kuabudu Mungu mmoja huku mkikubaliana uwepo wa miungu mingine. Yani enzi za mzee Ibra waliamini kwamba kuna Mungu wao kama wao, alafu jamii nyingine aka mataifa mengine nao wana Mungu wao anayewasaidia mambo yao. So technically walitambua uwepo wa Mungu mwingine nje ya huyu wa kwao. So ni kama Young Lunya anavyoamini yeye ndo rapa bora, lakini Young Killer ni rapa mkali kiroho safi. For I'm the best young rapper takautaki, Young Killer pia ni rapper flani noma kiroho safi. Maana yake anatambua uwepo wa mkali mwenzake nje yake. Ukristo na baadaye Uislamu ndo ulileta idea halisi ya monotheistic kamili, ambapo hamtambui uwepo wa Mungu yoyote mwingine zaidi ya mmoja. Yani ni kama Dogo Janja alivyoingia kwenye game akisema hakuna dogo anayeweza kuchana kama mimi na atokaa atokee. Yani tokea zamani nilisema mna dogo anaweza kuchana kama mimi na atakaa atokee au nabisha maze. Maana yake diwani mwenye bastora alikuwa hamtambui dogo mwingine yeyote nje yake. Ndo kama Wakristo na Waislamu tunaamini Mungu ni mmoja, wengine vishkwambi. Kwa sababu kwenye hizi stages mbili za mwanzo, kitu cha muhimu ilikuwa familia na sio mtu mmoja. Yani unaweza kufa au kutoka machozi, jasho na damu kwa ajili ya familia. Lakini kwenye ulimwengu mpya tulihitaji himaya moja, watu wa moja na of course Mungu mmoja. Hapa ndipo sense ya individuality ikazaliwa.
Mafundisho yakawa unaweza kutosa familia na kila mtu aliyekuzunguka ili usimkosee Mungu mmoja ambaye mjumbe wake mkuu ni mfalme. Kwa hiyo zikazaliwa terminologies 3 hapo. Ya kwanza, kweli, kwamba dunia yote ina kweli moja ambayo ni Mungu. Pili, uovu ambao ni opposite ya kweli na bosi wake ni shetani. Na 3, binafsi, yani ile kuamini kila kitu kinaanza na wewe. Zamani walitumia common sense kuelezea dunia. Siku hizi tunatumia science, yani vipimo maalum. Kwa hiyo kwenye monotheism walijikuta hawaendani vitu vingi na ulimwengu wa Mungu Mama na Mungu wa wengi, polytheism. Kwa hiyo Roman Empire ambayo ilikuwa ya kwanza kuamini Mungu mmoja, walitumia karne na karne kujaribu kufuta ulimwengu wa Mungu Mama na Mungu wa wengi. Kama ulivyoona ujio wa serikali kuu Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere ulivyofuta utawala wa machifu na watemi ambao sheria zao na mifumo yao ilikuwa inalazimisha mifumo ya Mungu mmoja kushinda kuoperate kiurahisi. Sasa basi, wakati dunia inatoka kwa Mungu Mama kuingia kwenye Mungu wa vita, wanawake waliokuwa viongozi na sistimu yao walitaka kubaki na zile lifestyle na nguvu waliokuwa nayo. So zikazaliwa shule za siri, yani secret schools, ambazo zililenga kutunza misingi ya Mungu Mama civilization. Moja ya misingi ni kwamba mind lead to matter niliyokuelezea. Zaidi ya yote, siri nyingine kwenye mapenzi, mali na mengineyo. Ukumbuke ngono kwao ni tendo la kujenga connection na dunia. Na kwa sababu waliishi maelfu ya miaka, walishapata maunyade mengi sana yanayohusiana na ngono. So zilitolewa kwa siri kwa waliotaka. Matokeo yake, watu wazito kwenye system ndo walikuwa wateja wazuri wa kuhudhuria maeneo haya, ambayo technically ni madanguro ya siri. Unaingia mzito, unatoka mwepesi, na unafanyiwa vitu ambavyo hata mchepuko hana. Hazikuitwa shule za siri, yani secret school, kwa sababu zilikuwa siri. Ilikuwa kwa sababu wateja au tuseme members wote waliapishwa kutunza siri za umo. Hata sasa kuna taasisi ukiajiriwa unasaini kutunza siri. Kuna hadi sheria inayoruhusu mikataba ya siri. Huku kwenye secret schools pia baadhi ya viapo vilihusisha kafara, matambiko ya ngono na matukio yaliyokuwa yamekatazwa kwenye ulimwengu mpya. Kwa baadhi ya siri kulikuwa na kuuawa na wenzako endapo utatoa siri. Waliendelea hivi kama shule za siri, lakini kwenye tawala zilizoamini monotheism kama Wakristo na Waislamu. Hizi shule zilianza kuwa hatari kwa sheria ya empires kwa sababu viongozi wengi wakubwa walikutana huku. Njama nyingi dhidi ya watawala ikawa rahisi kupangiwa humu. Kwa hiyo secret schools zikaanza kupigwa marufuku, na hapa ndipo zikaondoka kuwa shule za siri ambazo kila mtu anajua zilipo, hadi kuwa jamii za siri, yani secret societies. Yes, jamii za siri ni jumuiya ndogondogo za watu waliotaka kutunza misingi ya vizazi vya nyuma, kutoka Mungu Mama, Mungu wengi hadi Mungu mmoja. Kwa hiyo zipo zinazohusu dunia na asili zake, na zipo zenye malengo mbalimbali ya kijamii, na mengine wanatoa misaada ya kijamii. Wengine wanataka kutawala, sio lazima ziwe sahihi au salama au hatari, lakini zote ni jamii za asili na baadhi ya nchi wanaruhusu shughuli zao. Wengine wanazipinga kwa sababu ile ile ya tishio kwa watawala na imani tulizonazo leo. Kwenye episodi yetu kuhusu Deep State tulikuelezea jinsi ambavyo ni watu wenye vyeo au nafasi tofauti tofauti kwenye serikali, tawala au taasisi kubwa wanakutanishwa eneo moja na jambo tofauti, lakini wanaweza kuitumia kama platform ya kuamua chochote juu ya waliopo nje ya seko husika. Kwa lugha rahisi, Deep State ni watu wasiojulikana, kundi la watu wenye nguvu na ushawishi mkubwa ndani ya serikali au mfumo wa kitaasisi ambao wanafanya maamuzi ya siri au kushawishi mwelekeo wa serikali kwa maslahi yao binafsi, bila kushirikisha wananchi au hata viongozi waliochaguliwa. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Picha linaendelea.